Awali ya yote tuweke pembeni, tuifute kabisa na tuingie ndani ya shughuli nzima ya FC 105 Naivasha Starlets. Ni timu ambayo inadhamiria mambo makuu msimu huu, inadhibiti msimamo wa ligi daraja la pili hapa nyumbani ikiwa ina alama zake zikiwa ni 20 na tayari ameshatenga muda wake akafika hapa rais wa timu hiyo ambaye inatokea katika mitaa ya eneo bunge la Naivasha ndani ya kaunti ya Nakuru. Wakili Njoroge Ngigi ameshawahi ndani ya mikiki kwa haraka upesi nimlete ndani, na karibu sana wakili. Nashukuru sana Bwana Makori kwa kuweza kuninvite siku ya leo tufike hapa tuweze kuongea mambo ya soka ya kina dada wetu. Mwanzo niseme ya kwamba soka ya kina dada na wanasema kwamba ni jambo la kikatiba, sababu ukiangalia sisi huwa tunaangalia ile gender equality ambapo tuweke usawa wa jinsia. Ndio. Kama ni vijana wa kiume lile ambalo wanaweza fanya katika soka, pia vijana wa kike wanaweza kufanya. Na ndio maana sisi katika FC 105 tunajaribu sana kuhakikisha kwamba tumeinua soka ya kina dada. FC 105 inaendelea vizuri. Ndio. Ikiwa msimu huu wao ndio wanaongoza katika zone B, sababu katika ile ukiangalia National Super League ndio kwa vijana wa kike tuko na zone A na pia kuna zone B. Zone B ni upande wa Western kutoka Rift Valley kwenda mpaka Nyanza, sehemu za Kisii, Busia, na pia zone A kutoka sehemu ya Nairobi kuelekea mpaka Coast Region. Ndio. Kwa hivyo sisi tuko katika ile nasema ni zone B, na tuko na matumaini ya kwamba msimu huu tunaweza kumiliki ile taji, na pia lile ambalo tunaangalia ni kuweza kupanda katika KPL Women Premier League. Hiyo ndio matarajio yetu makuu. Matarajio makubwa. Wakili, najaribu kuangalia kila msimu mmeshiriki ngazi moja baada ya mingine. Hakuna msimu mmerudia katika ngazi moja. Na nini hasa kimewapa huu msukumo mnatoka katika kila daraja mkipiga hatua kuelekea juu? Niseme kwamba kitu cha kwanza ni nidhamu ya wachezaji. Wachezaji wetu wako na nidhamu ya hali ya juu. Pia tuko na technical bench pia ambayo ukiangalia ule coach wetu ambaye yuko kwa sasa Tabitha Kariuki ambaye ni alumni wa Wieta Girls. Tunakumbuka ile shule ya Wieta Girls ni shule ambayo ukiangalia mambo ya soka ya soka yako juu, wako juu. Kwa hivyo tunaona hiyo experience yake pia imesaidia kikosi na imefanya ya kwamba kwa msimu huu hatujaweza kupoteza mechi yoyote. Ndio. Tumepiga sare mara 2, hizo mechi zingine zote tumeweza kushinda. Kwa hivyo naona hiyo pia imesaidia sana. Na pia naweza sema pia ile fan zone ile pale Naivasha. Ndio. Kumbuka Naivasha ni pale ambapo watu wanapenda soka. Tuko na mafans wengi pale ambao wanapenda soka. Ukiangalia enzi zile za club ya Australian wakati itoa taji la Kenya Premier League, wale wachezaji wazuri nakumbuka akina Mike Mururi, Anthony Lituku, akina Noah yuko. Kwa hivyo ile spirit bado iko. Ukienda pale Naivasha bado ile spirit iko. Na ndio maana ile unaona hii FC 105 iko na mafans wengi pale Naivasha, na wanaipatia hiyo changamoto inawasaidia kupanda ngazi moja hadi nyingine. Najaribu kuangalia mahali wanakulia pale katika uwanja wa Kiandege. Ni uwanja ambao una vumbi zaidi, uwanja ambao hauna nyasi kabisa. Mazingira yakoje? Ni changamoto, sababu naweza sema kwamba ukiangalia sehemu ya Naivasha tumekuwa shida na viwanja. Ndio. So unapata pale ya kufanya mazoezi hatuna ule uwanja mzuri ambao uko kwa standard ile inafaa. Sababu ukiangalia zile viwanja ambazo ziko pale mingi, naweza sema most of them ni zile za flower farms. Ndio. Na zile ni za kibinafsi. Kwa hivyo saa ingine inakuwa challenge ukiona timu kama hii ambayo ni timu ya community inakosa saa ingine pahali pazuri pa kufanyia mazoezi. Lakini licha ya hayo tunajikaza kwamba nasema pote ingawaje mazingira si mazuri, lakini matokeo yanaonekana. Matokeo yanaonekana. So licha ya hayo tunazidi kujikaza. Ndio. Na tuna matumaini ya kwamba serikali itaangalia maneno na siku za usoni tukuwe na stadium ya hali ya juu katika sehemu ya Naivasha. Sababu ukiangalia mechi kama hizi ingekuwa ni vizuri kama zinachezewa katika uwanja mzuri. Hapa Nairobi tuko na Talanta inakuja. Ndio. Kuko na Kasarani, kuna Nyayo,
pia Naivasha tungependa stadium moja ambayo imefika ile kiwango. Walai. Moja kubwa kabisa. Manake ukiangalia Naivasha iko ndani ya kaunti ya Nakuru na uwanja ambao unategemewa ndani ya kaunti ya Nakuru ni ya Furaha peke yake. Na kidogo imekuwa under renovation kwa muda mrefu sasa. Kwa muda mrefu. Sasa kidogo sasa inakuwa ni changamoto, lakini tuna matumaini kwamba hiyo renovation itaweza kukamilika na labda siku moja FC 105 labda inaweza ifanya kwa home ground huko Furaha. Lakini tungependa yetu hapa Naivasha. Manake Naivasha ni kubwa. Naivasha ni kubwa. Na hiyo ni jambo ambalo tumezungumzia kwa muda, ya kwamba tungependa tukue na uwanja ambao uko na standard, ambayo ukikumbuka ile siku ambazo zimepita, unakumbuka timu kutoka nje zilikuwa zinakuja mazoezi pale Australian kufanya mazoezi. Kwa hivyo unapata hamu iko, wachezaji wako, lakini kidogo inakuwa changamoto pale ambapo wanafanyia mazoezi. Na ni jambo ambalo tungeomba serikali iweze kuangalia, ndio at least tukue na standard, hata kama ni moja ambayo inaweza kuwa inachezewa mechi kama hizi. Wakili, tuangalie swala la udhamini katika ligi ya wanawake, manake pia udhamini, bila udhamini hakuna hatua ambayo tunaweza tukapiga. Na nilikuwa nasema na coach Tabii wakati nimetembea pale ndani ya Naivasha Kiandege, akaniibia siri kwamba ile siku wakili atasema leo hii ameishiwa, hawezi kuipiga support hii timu itasambaratika. Tuseme ya kwamba ni changamoto ambayo ina affect timu zote. Siwezi sema kwamba ni 105 peke yake. Ukiangalia hasa ligi ya kina dada, sababu timu mingi katika ile ligi zina wadhamini na ina depend na ama inategemea ile goodwill ya community ambayo iko pale. Kwa hivyo tungeomba sana kwamba wengi wajitokeze waweze kushikilia hizi teams, sababu vile nilisema talanta iko. Ukiangalia vile wasichana wanacheza, wanapiga pasi za kihakika, ukiona vile ambavyo wanafanya mazoezi, wanajituma. Ile ambalo linakosa ni ile udhamini, ndio wale wasichana waweze kuonekana na ndio hata waweze kupanda ngazi zaidi. So imekuwa ni changamoto, na vile ambavyo pia ningeomba hata pia katika federation, naona kwamba kwa sasa wamefanya kazi mzuri kwa vijana wa kiume, sababu ukiangalia Premier League sasa inaitwa Kenya Premier League, sasa inaitwa SportPesa League. Hiyo ni jambo ambalo a good step. Naweza sema ni a good step. Na vile nilianza kusema kwamba ili jambo la soka ya kina dada ni jambo la katiba. Kwa hivyo kama vijana wa kiume wanapata, ningeomba pia vijana wa kike pia waweze kuwe na usawa kijinsia. Gender equity ni jambo ambalo liko katika katiba, na ni jambo ambalo ukiangalia kipengee 27 katiba yetu ya kwamba tunafaa kuwa na gender equity. Kwa hivyo tukihakikisha kwamba tunadhamini wale vijana wa kiume, pia tuangazie pia tuweze kudhamini vijana wa kike pia. Naona FC Shabana Starlets ndio imekuwa hapo shindani mkubwa sana katika upande wa jedwali. Angalia, mko na alama zenyu 20, wako na 19, alafu nafasi ya tatu wakiwa na alama 16 ni Solasa Stima Queens FC. Ni timu ambazo pia kwa msimu huu zimefanya vizuri zaidi. Ukiangalia Shabana Starlets vile ambavyo wanacheza, pia wao wamepoteza tu, hawajapoteza, wametoka tu sare ni mechi moja. Ukiangalia pia Solasa wamepoteza tu mechi moja. Kwa hivyo hizo ni timu ambazo kwa sasa ni timu ambazo pia tumeona improvement iko hali ya juu zaidi. Na juzi nimeona wachezaji wawili wa Shabana pia wameitwa katika ile under 20 Harambee Starlets. Na pia kwetu sisi katika FC 105 pia tulipata mchezaji mmoja ambaye pia ameweza kuitwa katika ile under 20 ya Harambee Starlets. Kwa hivyo hizo ni timu ambazo kwa sasa hatujacheza nao, lakini hiyo itakuwa ni mechi ngumu. Ukiangalia vile ambavyo wamekuwa wakicheza na vile ambavyo FC 105 inacheza, itakuwa mechi ambayo ni mechi ambayo inangojewa na wengi. Shabana Starlets na FC 105. Na hasa nini kinakupa huu msukumo kwamba unarudi kusaidia kwenye jamii? Kwanza mimi napenda soka. Sio ati ni jambo ambalo nimeanza juzi. Ni jambo ambalo nimekuwa nalifanya kutoka wakati nilipokuwa mtoto mdogo. Nilikuwa napenda sana mchezo wa soka. Ni vile labda sikupata ile nafasi. Labda kama ningepata nafasi ningekuwa kama kina Maliga, kina Wanyama, lakini sasa sikupata ile nafasi. Kwa hivyo wanasema kwamba singependa kuona ile talanta pale mashinani ikipotea.
Kwa hivyo ndio maana tunaungana, tunahakikisha kwamba tumeshikilia vijana wetu ndio talanta yao iweze kuonekana. Labda kuna mmoja pia ataweza kuonekana na labda siku za usoni pia atarudi katika kusaidia jamii. Ndio. Akuwa msaada kwa jamii. Na najaribu kuangalia watoto hao wachana mnawatoa wapi? Naweza sema kwamba wengi wanatoka pale Naivasha, lakini pia sababu sisi hatuko kwa ile league sababu ya kuile kuparticipate. Sisi tuko katika ile league sababu ya kuhakikisha kwamba tumewin, tumecompete na tumeshinda. Kwa hivyo hiyo inabidi uweze kuchagua pia, sio tu kutoka Naivasha, kuna wengine wanatoka Mombasa, kuna wengine wanatoka sehemu za Busia. Kwa pia mnasajili? Tunajaribu kuwaleta pamoja. Sababu tuko pale ndio tuweze compete. Hatuko tu pale kuparticipate. Wanasema kwamba haja yetu sana ni hakikisha kwamba tumeweza kushinda. Kwa hivyo lazima tuhakikisha kwamba tumefanya ile scouting properly ndio tuweze kuhakikisha tumecheza vizuri. So utapata wengine pia wametoka Kakamega, sehemu za Bungoma. So tunawajumuisha pamoja. Na nasema hivyo sababu saa nyingine ukiangalia katika soka ya kina dada hatuna zile academies mingi ambazo zinahusika katika hii maneno ya soka wasichana wa kiume. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto pia kupata mchezaji mzuri. Na tuko na matumaini labda siku zijazo kutakuwa na better investment katika mambo ya soka ya kina dada. Na nimeona shirikisho la mpira miguu hapa nyumbani likiwa chini ya naibu rais McDonald Mariga na rais mwenyewe Hussein Mohamed tayari umejumuishwa katika ile kamati ya kisheria. Nasema hiyo ya kwamba ni on merit sababu ni ile kazi ambayo nimekuwa nafanya pale Naivasha. Kumbe wamekuwa akikuangalia kweli? Sijui walipata hiyo habari wapi, lakini ndio kwa muda wa miaka 3 sasa tumekuwa tunahakikisha kwamba tumeinua talanta ya vijana katika mambo ya soka pale Naivasha. Kumbuka kuna ile apart from kusupport hii club ya FC 105 pia kuna ile tournament huwa tunacheza kila mwaka. Ndio. Kuna ile tournament ya Naivasha Champions League na naweza sema kwamba hapo ndio niliweza kuona hii timu ya FC 105 akicheza na ndio nikakuwa pia na interest. Na kutoka kwa hiyo tournament sasa tukiwa third edition ni jambo ambalo nimekuwa consistent na naweza sema kwamba pale mashinani tumeona talanta mingi ikiweza kuchipuka. Ndio. Na kualika kesho katika uwanja wa Serien tunarudi katika ile finali ya Naivasha Champions League third edition. Hata nilitamani sana tuende mapumziko, tukirudi tukusie ligi ya mabingwa Naivasha kwa upana kidogo, alafu nikuachilie uende kuangalia mambo yako kisheria, manake shughuli nyingi, au sio? Ni kweli. Ndo mikiki hii ambayo ilisha kuivamia na kuiteka anga rasmi kutoka mida ya saa 8. Tunasonga kuingia katika kipindi cha kwanza, kinatamatika, tunaingia katika kipindi cha pili muda ambao si mrefu. Naangalia hapa jana mmoja anaitwa Mwiruri, anapenda sana mambo ya kuangalia mikiki. Kwanza ananiambia naona FC 105 ni timu ambayo inapiga hatua kubwa sana katika ligi kuu ya wanawake hapa nyumbani daraja la pili, na anasema wakiendelea na moyo kama huo tu labda watafuata nyayo za kina Nairobi United wakipanda kwa mara ya kwanza kuingia katika ligi kuu, kunyakua taji la shirikisho la mpira miguu hapa nyumbani FKF, na mwisho wa kwisha wakaingia katika hatua ya makundi kombe la mashirikisho ya CAF. Ni hatua kubwa sana, na ukiwa na matamanio kama hayo chini ya jua hakuna kile ambacho hakiwezekani. Na kwenda mapumziko na rejea mdoso kwa mrefu kwa hiyo lako Uganda ulipo.